Taarifa ziko namna hiyo. Mchezo mwingine ambao uliendelea, Scotland akashinda 1-0 dhidi ya Haiti, wakati Australia akashinda 2-0 dhidi ya Uturuki. Na mchezo kwenye kundi E, kulikuwa na mchezo Ujerumani akashinda 7-1 dhidi ya Curaçao. Na matokeo haya bila shaka Curaçao inakuwa timu ya kwanza kupasuka chuma nyingi sana. Bana Curaçao kuna namna ni kama walitaka kuwaonyesha Ujerumani ya kwamba na wao wanashindana. Bao la mapema kabisa la Nimecha dakika ya 6. Curaçao wakachomoa kupitia kwa Comenencia dakika 21. Kilichofuata ilikuwa ni historia kubwa sana. Zikawa zinatiwa chuma. Kai Havertz akiingia kambani mara 2. Kwa maana ya Undavi amefunga, Brown amefunga, Jamal Musiala na wengine wengi ambao wamefunga katika mchezo huo wa hapo jana. Brazil unaweza kusema ndio hichi kizazi cha dhahabu ambacho ameanza kukitengeneza. Unakitazamaje bila shaka kwa kila ambacho tumekiona kwa mchezo wa jana? Ujerumani ni kama wanatengeneza kizazi kingine kipya, na naelewa kwamba magwiji wa timu ya taifa ya Ujerumani wengi wameshaanza kuondoka kwa maana kustaafu kwenye timu ya taifa. Unawazungumza kina Toni Kroos tayari ameshaanza kuondoka, kina Thomas Müller, kizazi ambacho kilikuwa cha moto sana. Kazi ambayo wanaifanya Ujerumani kwa hivi sasa ni taifa ambalo alipewa nafasi kubwa sana kwenye kombe la dunia la mwaka huu kwamba wanaweza kufanya maajabu, lakini kuna surprise wanaanza kuionyesha. Goli 7 inakuwa timu ya kwanza na yenye ambayo imeweka rekodi kwa kombe la dunia la mwaka huu kufunga idadi kubwa ya bao 7. Na kwa Ujerumani sio story kubwa kwa sababu walishawahi kuwafunga wakubwa zaidi. Brazil. Walishawahi kumfunga Brazil kwa final bao 7 kwa moja pia. Walishawahi kunyoosha taifa moja bao 8 hawa Ujerumani. Kwa hiyo kuna namna hivi kile kizazi chenye ushindani kilikuwa kimeshaanza kuondoka, waliobaki ni wachache wakina nafikiri yupo kwenye eneo la katikati. Tutazungumzia kina Pavles, Nimecha ambaye amefunga jana na Kimmich na kina Kimmich. Kimmich yeye anacheza kama right back. Na jana katoa assist 2. Alitoa assist 2. Performance nzuri sana nafikiri ambao walionyesha kwa jana. Ujerumani hao bwana. Florian Wirtz anakuja wa moto, Kai Havertz anatia chuma 2. Angalia pia Jamal Musiala anakuja kwa uzuri sana kwenye timu ya taifa ya Ujerumani. Mpaka sasa timu ya taifa ambayo imefunga mabao mengi toka World Cup inaanza 1930 ni timu ya taifa ya Ujerumani. Imefunga mabao 139. Anaifuata ni Brazil, amefunga mabao 138. Kwa hiyo wamezidiana goli moja, lakini taifa la tatu ni Argentina, wamefunga mabao 152, Ufaransa 136, na wa mwisho ni Italy ambaye amefunga mabao 128. Kwa hiyo kwa maana kwenye rekodi hizo Ujerumani kafunga mabao 200, yani tuweke vizuri 239. Ambaye anamfuata ni Ufaransa, ni Brazil mwenye 238. Ndio anafuata sasa wenye 100. Ufaransa wenye 152 na anafuata Argentina 152, alafu Ufaransa 136. Kwa hiyo performance ya Ujerumani kuna namna hivi inaanza kuwashangaza, ama wanatoa kwamba na sisi tupo, yani sio kinyonge, na sisi tupo. Kwa hiyo kwenye mahesabu yenu na sisi pia msitusahau. Kwa hiyo performance bora sana walijapo Curaçao kwa mara ya kwanza wanafuzu. Kwa hiyo kupigwa kwao goli 7 nafikiri ilikuwa haki. Sahi kabisa. Unaweza kusema kiwango kizuri sana baada ya kuingia dakika ya alitokea benchi kuingia dakika ya 64 kwa maana ya Julian kwa maana ya Denis Undavi ambaye alitambulishwa mchezoni na kocha mkuu wa kikosi hicho kwa maana ya Julian Nagelsmann. Dakika ya 64 akaingia kambani mara moja na kutoa assist 2, miongoni mwa kiwango bora sana ambacho alikifanya Denis Undavi, na mambo yakawa mazuri sana kwa upande wa Ujerumani kwa matokeo ya hapo
jana usiku. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.